Kitabu cha rekodi za dunia cha Guinness kinaorodhesha mambo mengi ambayo watu wamefanikiwa kuyafanya, rekodi walizoweka ambazo zinawatofautisha na wengine. Na kwa kweli inanistaajabisha kuona mambo ambayo watu wamefanya ili kupata rekodi ya dunia. Kwa mfano, kuna rekodi ya dunia inayoshikiliwa na mwanaume aliyekaa juu ya mti kwa jumla ya siku 431. Kuna pia rekodi nyingine ya mwanafunzi wa chuo kikuu aliyeshikilia rekodi ya dunia baada ya kuoga kwa saa 340 mfululizo ambazo ni siku 14. Bila shaka, kama angekuwa kama baadhi ya wenzangu wa chuo, labda kweli alihitaji kuoga hivyo. Kisha kuna rekodi ya mama wa nyumbani anayeshikilia rekodi ya dunia kwa kurusha kijiti cha kusukumia unga chenye uzito wa pauni 2.5 kinachotumika jikoni kusambaza unga. Yeye alirusha kijiti hicho cha kusukumia unga futi 175 juu angani. Nadhani kila anaponyoosha mkono kuchukua kijiti hicho, mume wake anachukua takataka na kwenda kuitupa bila kulalamika hata kidogo. Sasa huenda isiwe kukaa juu ya mti au kurusha kijiti cha kusukumia unga, lakini unajua, ndani yetu sote kuna ile hamu ya kuwa wa kwanza, kuwa bora katika jambo fulani. Webster anafafanua tamaa ya mafanikio kama hamu kali ya cheo, umaarufu na maendeleo binafsi. Sasa hebu nikuambie kile kinachotokea baada ya hapo, kilichorekodiwa katika Injili ya Marko sasa, katika matukio mawili tofauti ambayo mwanzoni yanaonekana kama hayahusiani, kitazungumzia mada hii. Matukio haya mawili kwa kweli yameunganishwa kwa namna fulani kwa sababu yanaonyesha utofauti kati ya unyenyekevu wa Yesu na tamaa ya mafanikio ya wanafunzi wake. Sasa katika sura ya 10 tunakumbushwa hapa kwenye mstari wa 32 kwamba Yesu alikuwa njiani kuelekea Yerusalemu. Pia tunapewa maoni haya ya kuvutia. Yesu alikuwa akitembea mbele yao na walishangaa, na wale waliomfuata waliogopa. Hii hali ya kushangaa na kuogopa ni matokeo ya msimamo wa Yesu wa kwenda Yerusalemu. Viongozi wa kidini wameazimia kumuua, kama tulivyoambiwa kwenye Yohana sura ya 10. Na kuongeza kwenye mshangao na hofu yao, Yesu hafichi chochote kutoka kwao. Anasema hapa kwenye mstari wa 33, tazama, tunapanda kwenda Yerusalemu na mwana wa Adamu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na waandishi, nao watamhukumu afe na kumkabidhi kwa watu wa mataifa. Nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Sasa hii ni mara ya 3 Yesu anatoa tangazo hili kuhusu kifo chake kinachokuja na ufufuo wake. Tukirudi Marko saa 8 na madakika 31 alipotoa tangazo hili kwa wanafunzi wake, unakumbuka Petro alimkemea. Mara ya pili alipowaambia wanafunzi kinachokuja katika Marko saa 9 na madakika 31, tunaambiwa kwamba hawakuelewa maneno yake. Katika simulizi sambamba ya Luka kuhusu tangazo hili la 3 tunaloambiwa hapa Marko sura ya 10, inaandikwa kwamba wanafunzi tena hawakuelewa kile Yesu anachosema. Wao hawaunganishi pointi. Kwa kweli ushahidi kwamba hawana ufahamu unaonekana katika kile kinachotokea baada ya hapo. Sasa Marko 10 mstari wa 35. Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo walimjia na kumwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie lolote tutakalo kuomba. Naye akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, tujalie tuketi mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto katika utukufu wako. Sasa katika simulizi ya Mathayo sura ya 20 tunaambiwa kwamba mama yao Yakobo na Yohana ndiye aliyetoa ombi hili kwa niaba yao wakati Yakobo na Yohana wamesimama hapo. Lakini Marko anasisitiza kwamba ombi hilo lilitoka kwa hawa vijana wawili, kwa kweli waoga wawili, ambao walimruhusu mama yao azungumze kwa niaba yao. Lakini hapa ndipo sababu yake ya kudhani ana nafasi ya kipekee ilipojificha. Mama yao Yakobo na Yohana aliitwa Salome. Maelezo kuhusu yeye na wanawake wengine baadaye msalabani yanapendekeza kwamba alikuwa dada wa mama yake Yesu, Maria.
Kama ni hivyo, basi kuna uhusiano wa kifamilia ambao unawafanya Yakobo na Yohana wafikiri kwamba, unajua, wana nafasi kubwa zaidi ya kupata viti bora, nafasi za heshima. Unaona, walitaka kuvunja rekodi ya dunia kwa namna fulani. Walikuwa wanataka kukaa karibu zaidi na Yesu katika ufalme ujao kuliko mtu mwingine yeyote. Sasa ombi lao linaonyesha kwamba hawajaelewa kile ambacho Yesu amekuwa akitabiri mara kwa mara, kwamba kwanza atateseka na kufa. Pia linaonyesha mtazamo wa mimi kwanza miongoni mwa wanafunzi, na kwa njia hili liliwahusisha wote. Hapo awali katika Injili ya Marko walikuwa wanabishana juu ya nani kati yao atakuwa mkuu zaidi, Marko saa 9 na madakika 32. Na hata katika chumba cha juu baadaye, usiku wa kukamatwa kwa Yesu, walikuwa wamekaa wakibishana, unaweza kuamini, juu ya nani kati yao ni mwanafunzi mkuu zaidi. Lazima ujiulize ni kwa nini Yesu aliwavumilia na jinsi alivyoweza kutumia watu wenye tamaa na ubinafsi kama hao. Sasa ngoja nikuambie, ninafurahi kwamba alifanya hivyo, kwa sababu hiyo inakupa wewe nafasi na inanipa mimi tumaini kwamba atatutumia sisi pia. Ukweli ni kwamba Yesu anatumia watu wasio wakamilifu ambao wanaweza kujikuta kwa urahisi wakikumbwa na mtazamo wa mimi kwanza, na hapa ndipo Yesu anapojibu katika Marko sura ya 10 mstari wa 38, hamjui mnachoomba. Je, mnaweza kunywa kikombe ninachokunywa mimi? Au kubatizwa kwa ubatizo ninaobatizwa nao mimi? Hii ya kikombe ilikuwa ishara katika Agano la Kale ya mateso na huzuni, kama ilivyoandikwa katika Isaya sura ya 51 mstari wa 17. Vivyo hivyo, ubatizo umetumika hapa kuonyesha kuzamishwa kabisa katika mateso. Yesu anawauliza, je, mnaweza kustahimili huzuni niliyokaribia kupitia? Sasa kama unaweza kuamini, Yakobo na Yohana wanajibu, tunaweza. Tunaweza kustahimili. Lakini Yesu anawajibu sasa katika mstari wa 39, kikombe nitakachokunywa ninyi pia mtakinywa, na kwa ubatizo nitakaobatizwa nao ninyi pia mtabatizwa. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume au wa kushoto si juu yangu kutoa, bali ni kwa wale ambao imeandaliwa. Yesu anasema hapa kwa maana nyingine, ndiyo kweli mtateseka kama mimi siku moja, lakini ni Mungu Baba tu anayeweza kuamua nafasi ya mtu katika ufalme ujao. Sasa kama unafikiri wale wanafunzi wengine, unajua, wana utakatifu fulani, la hasha, Yakobo na Yohana wanawakasirisha wanafunzi wengine. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 41 kwamba wale wanafunzi wengine 10 walikasirishwa na Yakobo na Yohana. Wanawezaje kuuliza kitu kama hiki? Sisi tulipaswa kuwa sehemu ya mazungumzo haya. Nao pia wana tamaa hiyo hiyo ya ukuu, wana hamu ile ile. Na sasa Yesu anashughulikia mtazamo huu wa mimi kwanza, na kwa njia, huu ndio mtazamo ambao umeikumba dunia yetu kwa kasi. Yesu anasema katika mstari wa 42, mnajua kwamba wale wanaochukuliwa kuwa watawala wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao hutumia mamlaka yao juu yao. Maneno yote mawili ambayo Yesu anatumia hapa, kuwatawala kwa nguvu, kutumia mamlaka, yanasisitiza wazo la mtu kujiona mkubwa, mtu anayetumia mamlaka yake kwa njia ya ukandamizaji na udhalimu. Wapendwa, hivi ndivyo dunia inavyotenda. Hivi ndivyo unavyoonyesha kwamba uko nafasi ya kwanza. Hivi ndivyo unavyoonyesha umuhimu wako kwa kuwafanya wengine wakutumikie. Kwa kweli, unaweza kuwafanya watu wengine wajisikie vibaya kwa sababu inakufanya ujione bora kuliko wao. Sasa kinyume na hayo, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 43, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali yeyote anayetaka kuwa mkuu kati yenu lazima awe mtumishi wenu, na yeyote anayetaka kuwa wa kwanza lazima awe mtumwa wa wote. Hivyo basi, kiwango cha ukuu katika mawazo ya Bwana kinafafanuliwa kwa kuhudumia wengine. Kwa kweli, neno mtumishi, diakonos, linasisitiza kazi ya kuwahudumia wengine.
Kwa hakika neno letu shemasi limetokana na diakonos, linamaanisha mtumishi. Neno ambalo Yesu anatumia hapa kwa ajili ya mtumwa doulos linasisitiza uhusiano wa utiifu kwa Bwana. Hivyo tunapaswa kuwahudumia wengine tukiwachukulia kuwa bora kuliko sisi, na Yesu anasema ishi hivyo. Huo ndio ukuu wa kweli. Sasa Yesu anatumia ufafanuzi huu wa ukuu wa kweli kwa ujio wake katika mwili, kuondoka kwake katika utukufu wa mbinguni ili kujiunga na wanadamu na kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu anasema hapa katika mstari wa 45, kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa uhai wake kuwa fidia kwa wengi. Neno analotumia hapa kwa fidia awali lilimaanisha bei iliyolipwa kwa ajili ya kumkomboa mtumwa. Kwa maneno mengine, Yesu alikufa ili kutukomboa sisi sote, kwa sababu sisi sote ni watumwa wa dhambi. Sisi sote tumefungwa na kifo. Yesu alikuja kutuweka huru. Yeye ndiye ukuu wa kweli. Na tunapomwiga kwa wale waliotuzunguka, basi hatutaishi kwa viwango vinavyosema mimi kwanza. Tutaishi kwa viwango vinavyosema hii hapa, mimi mwisho, wewe kwanza. Basi hadi safari yetu nyingine ya hekima itakapofika, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.